Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kubadilisha maisha yako. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kukubariki. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likakujenga msingi ulio bora, msingi wa imani. Inua maisha yako na Mungu atakubariki. Leo hii ningetaka niongee na wewe kuhusu mawazo ya Mungu. Nataka ushike vizuri. Leo hii ningetaka kunena na wewe kuhusu mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba mambo ambayo macho haya hayajawahi ona, mambo ambayo masikio haya hayajawahi pata nafasi ya kusikia, ama mawazo yetu haijawahi tafakari mambo ambayo Mungu ametuwekea yale. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kuna mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Kuna mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Kuna mawazo ya Mungu juu ya maisha ya watoto wako. Kuna mawazo ya Mungu juu ya maisha ya huyu ambaye tunaona anasubuka. Tunaweza tukafikiria kwamba atasubuka milele daima, lakini kumbe kuna mawazo ya Mungu juu ya maisha yake. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 2 and verses 35, neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba Mungu anatafuta na Mungu atajiinulia kuhani ambaye ni mwaminifu, atakayefanya kile kiko katika mawazo ya Mungu na katika moyo wa Mungu. Nataka ushike yale mambo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yako katika mawazo ya Mungu na kuna mambo yako katika moyo wa Mungu. Nitajuaje kile ambacho kiko katika mawazo ya Mungu juu ya maisha yangu? Hii lazima tuitafute kwa neno, kwa sababu kuna mawazo ya Mungu na mawazo ya mwanadamu. Nimeangalia mawazo ya mwanadamu daima juu ya mwanadamu mwenzake ni kumleta chini, ni kumdunisha, ni kumuonyesha ya kwamba yeye hawezi. Lakini mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu, mawazo ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu, neno la Bwana linasema Mungu alimtuma Yeremia, akamwambia Yeremia, enda mpaka kule Babylon, juu ya watu ambao wameshukuliwa mateka. Wayahudi wameshukuliwa mateka mahali pale, Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, na wengine Wayahudi wengi vijana wameshukuliwa mateka, wamepelekwa kule, wamehasiwa, wamekuwa castrated, hawawezi wakapata watoto, hawawezi wakaoa. Lakini waambie, niko na mawazo safi, niko na mawazo mema juu ya maisha yao, niko na mpango to give them a hope and a future. Ikawa ninajiuliza, watu ambao wamehasiwa wako na future gani? Watu ambao wamehasiwa wako na future gani? Watu ambao wamekuwa castrated, hawawezi wakaoa. Lakini Mungu akasema niko na mawazo mema juu ya maisha yao. Nimekuletea hili neno la tumaini ya kwamba mawazo ya Mungu ni safi juu ya maisha yako. Mama, unaweza ukaangalia vijana wako. Mzee, unaweza ukaangalia vijana wako, wamekunywa pombe, maisha yao yako chini, ni kama wamefilisika, hawajeoa. Unaweza ukaangalia wale vijana wako na ukaona ya kwamba ni kama maisha yao yanaenda kaburini bure. Lakini ningetaka nikuambie, Mungu ako na mawazo juu ya maisha yao. Mungu ako na mawazo juu ya maisha yao, kama alisema ako na mawazo mema juu ya kina Daniel, Shadraka na Abednego ambao wamehasiwa, hawawezi wakapata watoto. Ni huyu kijana wako ambaye labda amekunywa pombe, madawa ya kulevya, msichana wako aliyepotea, aliingia katika ukahamba. Ningetaka nikuambie, you only need to know the thought of God juu ya mtoto huyu wako. Basi maisha yako na jinsi unavyomuona itabadilika. Maana mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa na mwanadamu. Wacha nikuonyeshe kidogo vile ambavyo imetofautiana kwenye kile kitabu cha Isaiah chapter 55 verses 8. Inasema, maana mawazo ya mwanadamu sio mawazo ya Mungu. Haifanani hata kidogo. Mawazo ya mwanadamu huwa daima yanaona mambo ya chini.
Mawazo ya mwanadamu daima huwa ya kudunisha wale wengine, lakini mawazo ya Mungu ni kuinua, mawazo ya Mungu ni kujenga, mawazo ya Mungu ni kupanua. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba mawazo ya Mungu na ya mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba yametofautiana, yako mbali kama vile ambavyo mbingu na dunia ziko ubali ule. Tofauti ya mawazo ya Mungu na ya mwanadamu. Naomba tushike mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Watu wakiangalia mtu kama Paulo, hawangesema atakuwa Apostle Paul, muuaji. Mtu alisema kwa watu ya kwamba toeni, vueni maguo zenu, vueni makoti yenu wanaume, mulete hapa chini ya miguu yangu, mshukue mawe, mpige Stefano afe. Huyo mtu ni muuaji, huyo mtu ni mtu mbaya. Lakini mawazo ya Mungu juu ya huyo mtu ambaye alikuwa ni muuaji ni kumfanya an apostle. Can you believe it? Ya kwamba chief Apostle Paul alikuwa muuaji, aliua watu wa Mungu. We can say a murderer turned to be a preacher. Mawazo ya Mungu ni tofauti na ya mwanadamu. Je, Musa aliua mtu na akazika peke yake. Musa aliua mtu kule Misri, alikuta Mumisri na Muebrania ama Muisraeli wanapigana. Yeye mwenyewe akaona Muisraeli vile amepigwa, akamshika Mumisri, akanyonga, akaua, alafu akashimbua kaburi, akamuzika peke yake. Huyo ndio tunaambiwa nabii mkubwa duniani, nabii aliyeinua fimbo hivi, bahari ikapatikana njia. Mawazo ya Mungu juu ya mwanadamu ni tofauti kabisa. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Mimi naonanga watu mawazo yao juu ya familia za wenyewe, mawazo yao juu ya watu wengine ni mawazo ambayo ni mabaya. Mengine ni mawazo ambayo hata hauwezi ukaamini. Mimi sikuwa nimefikiria Mungu anaweza akaambia nabii. Angalia mawazo ya Mungu. Ameangalia nabii wake Hosea, amemwambia Hosea, nataka uoe, na mawazo yangu ni usioe bikira, ni uende uoe kahaba anayeuza katika baa. Mawazo ya Mungu ni tofauti na ya mwanadamu. Usije ukasema ya kwamba huyu hawezi. Usije wewe ukakosoa. Mawazo ya Mungu hauyajui. Hosea anaambiwa, Hosea, nataka uoe, wewe ni nabii, wewe ni mtumishi wangu, ni mimi nimekuita, nimeweka neno langu ndani yako, nimekufungua kujua ya mbinguni. Mawazo yangu unayajua, nataka uoe sasa. Na sitaki uoe bikira, na sitaki uoe laini ya ukuhani, nataka uende kwa ile bar mahali wanauza pombe. Huyo ambaye anawapikia pombe hapo, huyo ambaye anawatayarishia pombe hapo, oa yeye, huyo ndiye mke wako. Huyo ndiye mke wako, oa yeye. Mawazo ya Mungu ni tofauti na yetu. Ni nani ninaongea na yeye? Na wewe kuna mtu ambaye umeangalia kwa mawazo yako unaona hata hapaswi kuishi, naye Mungu na yeye anasema ya kwamba hata kufa. Nani ninaongea juu yake? Umekuwa ukipitishia watu wengine hali ambayo ni ngumu na kukata kesi ya wengine. Kumbe mawazo ya Mungu haikai hivyo. Wengine labda uliangalia mtu fulani na ukasema ya kwamba huyo hawezi. Wacha nikupe ushuhuda. Wakati mmoja katika kuhubiri kijiji kimoja, nilikuwa ninaona every time kijana ambaye alikuwa ameoa anapita hapo akiwa mlevi shakali, amekuwa mlevi. Wakati mwingine anabebwa na mke wake, hawezi akatembea. Wakati mwingine ni mke wake amekunywa pombe, hawezi tembea, anabebwa na huyo bwana. Wanapitia mbele ya kanisa, wanapita hivi mbele ya kanisa, watu wanaangalia hivi, wanahurumia. Mungu akaniambia niambie kanisa, mnaona hawa, huyu kijana na huyu mama wanapitia hapa, ni familia moja, wameoana. Mungu akaniambia abia kanisa, hawa watakuwa wahubiri, watakuwa wachungaji. Within a very short time wakakuja, wakaokoka, wakaachana na pombe. Leo hii ni wachungaji wangu,
wameshikilia moja ya kanisa ambayo ni ya CFF. Naongea juu ya nini? Mawazo ya Mungu kwa wanadamu ni tofauti kabisa. Ni tofauti kabisa. Watu waliwaangalia na macho ya walevi, Mungu anawaangalia na macho ya kuwafanya wahubiri. Watu waliangalia Apostle Paul na macho ya murderer, a persecutor of God's people. Mungu alimwangalia na macho ya kuwa apostle. Watu waliangalia Musa, a murderer, mtu ambaye mkatili, ameua mtu, amezika peke yake. Mungu alimwangalia Musa na macho ya kuwa nabii wake. Mungu alimwangalia Musa, Estamara, na macho ya nabii wake. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Mawazo ya Mungu ni tofauti. Nataka watu wajitolee sadaka. Especially watu wale wote ambao huwa wanasema ya kwamba pesa haikusaidii. Pesa imekuja mikononi mwako na haikusaidii. Kama mtu ambaye aliniambia amefanya kazi miaka 32 akalitaya akiwa na shilingi 500 kwa account, hiyo miaka yote hakusaidika. Nataka wale ambao unasema pesa haikusaidii, ni kuonyesha mawazo ya Mungu juu ya maisha yako ya pesa na utajiri. Imeandikwa in the book of Malachi. Nataka unisikiza vizuri, maana eneo hiyo watu wengi wamesubuka sana. Wamefanya kazi miaka mingi na hakuna jambo linabadilika. Mawazo ya Mungu ni namna gani juu ya maisha yao? Wengine wanafikiria mikono imelaaniwa, wengine wanafikiria maisha yao imelaaniwa. Ningetaka nikuletee hili neno na ningetaka ulisikie. Malachi, kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10 inasema, mkilipia fungu lenu la 10, if you pay your 10%, na ukisha jitolea sadaka yako kwa njia inayostahili, Mungu atafungua dirisha ya mbinguni. Kuna dirisha mbinguni jameni, ambayo Mungu anaweza akafungua kubariki maisha yetu. Hiyo ndiyo mawazo yake. Na yeye hata haitishi nyingi. 10% ya mshahara wako, 10% ya kile Mungu amekupatia. Fungu la 10. Fungu la 10. Sadaka hata hakuhesabii ni ngapi. Bora usiseme sadaka yako ni kidogo ama ni nyingi. Anasema nitafungua dirisha la mbinguni, niwabariki mkose mahali pa kuweka baraka. Ya pili, roho ya kutawanya nitaiondoa. Ni Mungu anasema hivyo. Watu wangapi ninaongea na wao? Umefanya kazi miaka 20 and you have nothing to show for it. Umefanya kazi, umeanzia project ambazo hazimaliziki. Kwa sababu pia unafanya project zako mpaka na fungu la 10. Unajenga project zako mpaka na sadaka. Haujitolei sadaka. Mungu anasema ya kwamba nitalaani aharibuye, roho ya kutawanya nitaiondoa. Wale ambao umekona utajiri umetawanyika, Mungu anasema hiyo roho ya kutawanya ataiondoa. Alafu anasema ya kwamba nitafanya mataifa wakuite heri, and the nations shall call you blessed. That is what the word of God says. Hiyo ndio mawazo ya Mungu juu yako, concerning your finances, concerning your wealth. Na hakuna mtu ambaye ameshawahi jitolea sadaka yake ama fungu la 10 akafirisika, akawa maskini. Mungu hawezi akakufanya kuwa maskini. Sadaka haiwezi ikakufanya kuwa maskini. Fungu la 10 haiwezi ikakufanya kuwa maskini. Inakutajirisha. Neno la Bwana linasema, and the blessings of the Lord maketh thee rich and addeth no sorrow. Baraka za Bwana hutajirisha. Mawazo ya Mungu ni kukuinua kutoka kwa mafumbi. Mawazo ya Mungu ni kukutajirisha. Lakini kuna kitu anakuuliza ufanye. Lipa fungu la 10. Jitolee sadaka. Husisha pesa yako kwa Mungu. Mawazo ya Mungu ni safi juu yako. Mawazo ya Mungu ni safi mama juu yako. Kukujenga, kubariki kazi ya mikono yako, kukuondolea umaskini, kuondoa watoto wako katika hali ya kuzunguka mahali pamoja. Mungu hawezi akakufanyisha kazi ya bure. Hapana. Hapana, Mungu hakai hivyo. Mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa. Nataka mshike hii. Mungu akawafanikishe.
unapoendelea kujitolea sadaka zako, Mungu akawafanikishe. Naongea juu ya mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Wengine tutajuaje mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu, juu ya watoto wetu, juu ya hii kazi ambayo tumeifanya miaka na nikana kwamba hakuna mafanikio? Kuna njia mbili, moja yake ni prayer and fasting, kuvuga kule chakula na kuomba. Nani unanisikia siku hii ya leo? Nataka ufikirie sana, iweke, omba, ujue mawazo ya Mungu juu ya maisha yangu ni nini. Mungu unaniwazia nini? Mwimbaji akasema, najua unaniwazia mema, unaniwazia mema. Mawazo ya Mungu ilikuwa nini juu ya Ayubu? Watu waliangalia Ayubu wakamsheka, utajiri wake umeisha, familia yake, watoto wote wamekufa, kila kitu kimesabaratika. Watu walimwangalia wakamhurumia, wengine wakamshekelea. Yeye mwenyewe alitamka na kinywa chake, akasema kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 17 na mstari wa 11, akasema, all my days are gone, siku zangu zimeisha, siku zangu zimeondoka. Alafu akasema, my purposes are frustrated, maono yangu imekuwa frustrated. Alafu akasema, mawazo yangu ni bure. Nani anayesema kama Ayubu? Hayo ilikuwa ni mawazo yake juu ya maisha yake mwenyewe. All my days are gone, siku zangu za kufanikiwa zimeondoka, siku zangu za kujengeka zimeondoka. Akasema ya kwamba kazi yangu, my purposes, kazi yangu na maono yangu imeisha. Alafu akasema, mawazo yangu ni bure. Mambo matatu aliyoyasema, lakini alibadilisha haya wakati Mungu alimpeleka chapter by chapter, chapter ya kubadilisha mambo yake. Mungu akamuonyesha kile kilikuwa katika mawazo yake. Akasema kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 42 na mstari wa 1, akasema, now I know. Akasema, sasa ninajua. Sasa ninajua. Alifanya kujua nini? Mawazo ya Mungu. Akasema, sasa ninajua Mungu anaweza kufanya mambo yote na hakuna mpango wake unaweza kubatilishwa. Hakuna mtu anaweza akabatilisha mpango wa Mungu. Akasema, sasa najua Mungu anaweza mambo yote, na ninajua mawazo ya Mungu juu ya maisha yangu haiwezi ikabatilishwa na kitu chochote na mtu yeyote. Ninaomba ujue mawazo ya Mungu. Mama, ukijua mawazo ya Mungu utabadilika. Mawazo ya Mungu sio mawazo kama ya Kaini kwa Abel. Hapana, sio mawazo ya uaji, sio mawazo ya wivu, sio mawazo ya enmity. Ningetaka ushike haya. Mawazo ya Mungu ni safi, ni kukujenga na kukuinua. Tuangalie mawazo ya Mungu juu ya Adam. Alimwambia hivi wakati amemuumba, akamwambia Adam, go and prosper, go and increase, go and replenish, go and be fruitful. Hivyo ndivyo aliambiwa, go and rule, take dominion. Mawazo ya Mungu jameni ni makuu sana juu ya maisha yetu. Acha kujidunisha, usikubali watu wakuleta chini. Jua mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu juu ya Adam haikuwa yeye mwenyewe kumlaani, haikuwa kumrudisha nyuma. Alimwambia Adam, enda ukaongezeke, enda ukazae, enda ukatawale. Nasikia mawazo ya Mungu juu yako mzee. Amuka mzee, kama wamesema wewe hauwezi, amuka sasa. Mawazo ya Mungu ni wewe kuinuka. Mawazo ya Mungu ni wewe kujengeka. Mawazo ya Mungu ni wewe kupanuka. Mawazo ya Mungu ni wewe kupona, wewe ambaye ni mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Nataka unisikize vizuri. Mawazo ya Mungu juu yako ni mawazo safi. Daudi anasema hivi in the book of Psalms 139 verse 17, anasema nini? Anasema, your thoughts upon my life are precious. Hivyo anavyosema, the thoughts of the Lord upon my life are precious. Mawazo ya Mungu ni safi juu ya maisha yangu.
mawazo ya Mungu juu yako. Hata wewe ambao unaona umeenda chini, mawazo ya Mungu ni kukuinua. Ndiposa anasema ya kwamba at my own appointed time I will make everything to be beautiful. Kile ni kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 11. Inasema kwa wakati wa Bwana mawazo yake ikifikiana, atafanya mambo yote kuwa maridadi juu ya maisha yako, juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mawazo ya Mungu sio kukumaliza. Mawazo ya Mungu sio kukudunisha. Mawazo ya Mungu sio kukuaibisha. Kuna mtu ambao unaonisikiza siku ya leo na unaona roho ya aibu kwa sababu uko na deni umeshindwa kulipa. Unaona roho ya aibu na umekuwa ukilia, Bwana usiniaibishe. Na kuambia mawazo ya Mungu juu yako sio kukuaibisha. Atakutendea muujiza. Atafanya kuwe na njia katika jina la Yesu Kristo. Hautaaibika in the mighty name of Jesus Christ. Anasema badala ya majivu nitakupatia raha, nitakupatia furaha. Mungu sio njia yake na mawazo yake uaibishwe, upakwe majivu. Hapana, hiyo sio mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ni safi. Mawazo ya Mungu ni safi. Nataka nikuambie, mawazo ya mwanadamu inaweza ikakubadika majina tofauti. Mawazo ya mwanadamu inaweza ikakuita divorcee. Mawazo ya mwanadamu inaweza ikakuita single mother. Mawazo ya mwanadamu inaweza ikakuita wa monyota. Huyo ni mtu ambaye anakunywa pombe kila siku. Mawazo ya wanadamu inaweza ikakuita a drunkard. Mawazo ya wanadamu inaweza ikafikiria ya kwamba you are a rapist. Mawazo ya mwanadamu inaweza ikakubadika majina ya kila aina, a failure. Inaweza ikakubadika majina ya kila aina. Lakini mawazo ya Mungu, angalia mawazo ya Mungu. You are more than a conqueror. You are a winner. Hayo ni mawazo ya Mungu. Hiyo ni mawazo ya Mungu. Inasema kwa mambo yote ambayo tunayoyapitia, in all the things that we go through, we are more than conquerors. Hayo ni mawazo ya Mungu. Inasema ondoeni mawazo yenu kwa mambo yaliyoko chini, wekeni mawazo yenu kwa mambo yaliyoko juu. Hayo ni Yesu aliyoyasema. Ili tujue mawazo yaliyoko juu ni mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu sio mawazo ya kukumaliza, sio mawazo ya kukuaibisha. Mama, lazima uinuke. Wewe mhubiri kama mimi, na umeona kabisa kanisa inaenda chini, badala ya ipande, badala ya iongezeke, inaenda chini. Mawazo ya Mungu sio kukumaliza. Mawazo ya Mungu ni kukuongeza. Jikungute mafumbi, amuka, jitie nguvu, funga mshipi. Mawazo ya Mungu ni kukuinua. Mawazo ya Mungu ni kukujenga katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Naombea wale wote ambao wanaojitolea zaka zao, wanalipa fungu lao la 10. Mawazo ya Mungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Nikubariki maisha yako. Ni mafanikio. Inasema ya kwamba mawazo ya Mungu, na anafurahia wakati watu wake wanafanikiwa. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Wakati maisha yako inafanikiwa. The Bible says that he takes pleasure in the prosperity of his own people. If he takes pleasure in the prosperity of his own servants. Hivyo ni kusema mawazo yake ni wewe ufanikiwe kwa biashara, ofisini, career people, professionals, ni ufanikiwe. Mawazo ya shetani ni kukuleta chini. Mawazo ya mwanadamu ni kukuleta chini. Lakini mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa. Ni kukuinua, ni kukujenga katika jina la Yesu. Inasemaje juu ya kazi ya mikono yetu? Mawazo ya Mungu ni ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yenu, mtafanikiwa kushoto na kulia. Ni hivyo inavyosema ya kwamba nitafanya mkabarikiwe kwenye milima na kwenye mabonde, kwenye towns na kwenye villages. Nitafanya mfanikiwe kwenye mashamba. Mkilima mashamba nitainyunyizia maji, nitawapatia mvua kwa wakati wake. Ni hivyo inavyosema. Mawazo ya Mungu sio yetu tusubuke. Hapana. According to the word of God, mawazo ya Mungu ni kutufanikisha. Na ndiposa nimesema sadaka haiwezi ikafanya uwe fukara. Kujitolea kwa Mungu hakuwezi kukafanya uwe maskini. Kulipa fungu lako la 10 hakukuwezi kufanya uwe maskini. Kujitolea ng'ombe yako,
kujitolea kondoo yako mmoja, kujitolea vitu zako, haiwezi ikakufanya kuwa maskini, ni kukutajirisha. Kile ambacho hujawahi jua ni mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. Mungu angetuitisha 90% badala ya kutuitisha 10%. Kama angetaka tufirisike, angetuitisha 90, angesema muwe mnajitolea 90% instead of 10% ya mali zenu. Lakini alisema tumpatie 10%, tubaki na 90%. Is a very fair God. Nataka watu walipe fungu la 10 na Mungu akubariki. Bora usiseme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Omba ikubarike mbele za Bwana. Umwambie Bwana, kubali sadaka zangu juu ya huyu mtoto wangu anafanya mtihani. Kubali sadaka zangu juu ya hii biashara ambayo nimeifanya kwa miaka na haina manufaa. Kubali sadaka yako na fungu la 10 kwa ajili ya maisha yangu, ili ukaniinue na ukanijenge. Nipanulie mipaka Bwana, nisongezee mipaka. Omba kama Jabethu, unibariki kunibariki Bwana, nisongezee mipaka yangu, ukaniinue, ukaniweke mbali na uovu. Unapojitolea sadaka zako, mimi nakuombea kwa majina yako, maana nitaiona mahali pale. Mungu akakufanikishe, Mungu akakubariki in the mighty name of Jesus Christ. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu yako. Mungu akakuinue kiwango, jisho la Bwana likakutazame. Mawazo ya Mungu juu ya maisha yako ikatimie katika jina la Yesu. Amen. May God bless you. Naongea juu ya mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Wengine ambao tunaonekana tuko chini sana, mawazo ya Mungu. Wacha nikupee ushuhuda. Wakati mmoja Mungu alitumana kwangu, akatuma mzee. Mzee alikuwa na mvi, akakuja akaniambia ameota doto. Ameota doto ya kwamba nikiendesha gari na nimembeba na gari. Mimi nikaangalia huyo mzee, nikaona ni kama haelewi, ni kama mzee haelewi. Nikajua hii doto yake ni doto iko mbaya, kwa sababu nilikuwa kwa mwezi ninalipwa 1500 kwa mwezi, sio kwa siku, kwa mwezi. Nikauliza sasa 1000 giri 1500 itanunua gari ya nani? Nikaona mzee ni kama haelewi. Kumbe ni Mungu ametumana mawazo yake, nijue mawazo yake ni ya kunibariki, nipate gari ya kufanya huduma, ya kutembea hapa na pale, nikihubiria watu injili hii. Lakini nikakaa, nikarudi kwa nyuma, nikaangalia hali zangu. Ile nyumba nilikuwa ninakaa, sina viti, ninakalia mtungi. Nikaangalia hiyo hali na nikasikia ile doto mzee ameniambia. Moyo wangu ukaumia sana. Nikaona mzee haelewi. Kumbe hiyo ndio ilikuwa mawazo ya Mungu. 6 years down the line, nikawa ninahitaji gari sasa. Nikawa namwambia Bwana, nipatie gari ya kuhubiri. 6 years nikamwambia Bwana, nimesubuka sasa, nimetembea miguu mpaka, Bwana nisaidie. Mungu akaniambia, miaka 6 nilituma mzee na mawazo yangu, ukayapuuza, ukaangalia hali yako, haukuchukua mawazo yangu, and you doubted. Na kwa hivyo ndio gari hiyo imekawia hiyo miaka 6. Gari yako niliiachilia miaka 6 niliyotuma mzee. Umekaa hiyo miaka yote ukitembea miguu, kwa sababu ulikataa mawazo yangu, ulidoubt, uliweka shaka mawazo yangu. Nikamwambia Bwana, nifungulie njia sasa. Mungu akanifungulia njia. Lakini kumbe nilikuwa miaka 6 ningekuwa na hiyo gari. Nani ninaongea na yeye? Nani ninaongea na yeye? Mungu ametumana kukuongelesha, unatia shaka. Mungu ameweka wazi mawazo yake juu yako, unatia shaka, maana unaangalia hali ya kwenu nyumbani. Unaangalia your grandfather, unaangalia your mother, unaangalia your grandmother, unaangalia your father, unaangalia hali ya kwenu nyote, na unaona ya kwamba hii haiwezekani. Mawazo ya Mungu sio kama ya mwanadamu. Shika mawazo ya Mungu. Shika mawazo ya Mungu. Ni kukuneemesha, ni kukujenga, ni kukuinua, ni kubariki maisha yako. Kama wewe ni mgonjwa, ni kukuponya.
In the mighty name of Jesus. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Naweka wazi juu yako. Uache kuangalia hali yako. Uache kuangalia watu wanakuwazia nini. Wanadamu watakuwazia mabaya. Wanadamu watakuwazia mabaya. Wanadamu watakuwazia mambo tofauti. Katika nyumba ya Abraham, nataka usikie hii ili maisha yako ibadilike. Nyumba ya Abraham walikaa sana wakiwa hawana mtoto. Wakakaa miaka mpaka Abraham akagonga miaka 100. Mke wake akagonga miaka 90. Wakapita hali ya kuwa na mtoto. Mpaka mke wake akaambia bwanake Abraham, si ushukue msichana huyu mjakazi upate mtoto na yeye. Abraham akachukua mjakazi wake aliitwa Hagar. Wakapata mtoto. Nataka usikie mawazo ya Mungu. Yule mtoto akazaliwa. Lakini mwisho wake Mungu akasema huyu mtoto hatarithi Abrahamu. Amwambia Abrahamu ya kwamba niko na mawazo juu yako. Mtoto ambaye atatoka kwa viuno vyako, yule mtoto atakurithi. Na kwa hivyo akachukua nani? Akaenda tena kwa mama Sara. Wakapata mtoto. Wakati walipata mtoto Isaka wakaanza vita na mtoto wa Hagar aliyeitwa Ishmael. Vita ikaanzia mahali pale. Madharau ikaanzia mahali pale. Hagar na mtoto wake Ishmael wakawekwa nje, wakatupwa. Wakaenda jangwani. Kumbe Mungu bado alikuwa na mawazo juu ya huyu msichana Hagar na Ishmaeli. Mungu alisema nini? Alituma malaika. Wakati Hagar aliona mtoto wake Ishmaeli atakufa, Mungu alituma malaika. Akamwambia mama, mtoto wako hatakufa. Atakuwa taifa kubwa. Atakuwa mtu wa tajiri. Ataishi kwa vita. Yaani ameambiwa mambo makubwa. Alafu akaambia msichana, tazama kisima. Kisima kiko hapa. Kisima kiko hapo. Akaangalia akaona kisima. Akakimbia akatupatia mtoto maji. Mtoto hakufa. Wakati mawazo yetu yanaona kifo, mawazo ya Mungu inaona nini? Chukua mawazo ya Mungu. Nataka uangalie mawazo ya mwanadamu juu ya mwanadamu mwenzake. Abraham alishukua kibuyu cha maji. Kibuyu, chupa ya maji, akampatia Hagar. Akachukua mkate akamwambia tokeni muende. Akawafukuza. Wakafukuzwa nyumbani. Mawazo ya Mungu kwa Hagar haikuwa chupa ya maji, ilikuwa kisima. Kisima cha maji. Kisima ni lifetime provision. Chupa inamalizika tu na kunywa dakika chache, chupa imeisha maji. Kisima ni lifetime provision. Miaka yako nenda rudi. Nani ninaongea juu yake? Wewe umefukuzwa. Wewe umetoloshwa. Wewe hauna mahali, hata hauna mahali pa kukaa. Na kuambia mawazo ya Mungu juu yako. Akufungulie kisima. Akufungulie kisima. Lifetime provision. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Abrahamu hawakujali huyu mama ameenda wapi. Mama atakufa jangwani. Mtoto atakufa huko. Hawakujali. Hawakuiweka kwa mawazo. Lakini Mungu mawazo yake aliona hata kama kuliingia kosa, Hagar lazima kuwe na kisima chake. Mtoto akunywe maji asikufe. Na mtoto atakuwa mtajiri mkubwa. Naomba katika jina la Yesu Kristo, mawazo ya Mungu ikaingie kwako. Ukayaone na ukayapata mawazo ya Mungu mama. Mama ukapata mawazo ya Mungu. Wamekuita mjane, lakini mawazo ya Mungu ni Mungu kuwa Bwana yako. Maana anasema mimi ni Bwana ya wajane. Wamekuita yatima, an orphan, lakini Mungu anasema I am the father to the fatherless. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Huyu akifiwa, mama akifiwa na Bwana, Mungu anakuwa Bwana yake. Hiyo ni mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu sio kama ya wanadamu. Na alipoza anasema wajane wasiguzwe. Yatima ni wake. Mungu akawafanikishe. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Na kueleza mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu.
Tutaipata aje mawazo ya Mungu? Lazima tuingie katika kufuga, kula chakula na kuomba. Tujue mawazo ya Mungu juu ya maisha yangu. Maisha yangu ambayo nimesubuka. Maisha yangu ambayo imekaa jagwani. Mawazo ya Mungu ni nini? Mawazo ya Mungu nikiwa jagwani ni anipatie chakula ya malaika. Chakula, mikate ambayo inaitwa maana. Ya kwamba niko jagwani, lakini mawazo ya Mungu sio nikufe jagwani. Sio nikae kule jagwani milele. Mawazo ya Mungu ni kunipeleka mahali ambapo nitafurahia maisha haya. Watu wengi huwa wanauliza, huwa ninaombea watu lini? Naombea watu every Monday. Wale ambao ni wagonjwa, wale mmesubuka na maisha, every Monday. Monday hata hii ambayo inakuja, kuanzia saa 4 nitakuwa hapa CFF Kiambu Town nikiombea watu. Bora uwe umefika saa 4, milango isifungwe. Milango ikifungwa unagojea Monday ingine. Saa 4 kamili uwe umefika. Monday hii inakuja, naombea watu. Mungu akawabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Naombea wale wanaojitolea sadaka zao. Father, in the mighty name of Jesus. Kila mtu ambaye anayejitolea zaka, fungu lake la 10, Bwana ukawabariki, ukawafanikishe kazi ya mikono yao. Wengine Bwana wanasimamia watoto wao. Wengine Mungu wa Israeli Bwana wanajitolea sadaka ya ukombozi, kukomboa watu wao kutokana na pombe, kutokana na maradhi, kutokana na madawa ya kulevya. Wengine wanalipa fungu lao la 10. Naomba Bwana ukawafanikishe. Neema na kibali chako kikawe juu ya maisha yao. Bwana, ninaomba pesa ishike mikono yao. Wafanyi biashara Bwana ukawapanue katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanatusikiza wakiwa mataifa ya nje, na wabarikia sadaka zao katika jina la Yesu Kristo. Fungu lao la 10 Bwana, tajirisha watu hawa. Bwana ukawasongezee, ukawapatie uwezo na neema ya kuwa na utajiri. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu akakubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Neema na baraka za Bwana zikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Naombea wale wako na matatizo ya magonjwa. Kuanzia saa 4 ni healing and deliverance. Ibada ya healing and deliverance. Umeshika vizuri? Wakati wa jioni, wale ambao wanatokea kazi jioni, ibada ya mafuta kuanzia 5 mpaka saa 2 usiku katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Leo nafundisha juu ya mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Nasema mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu. Twende kwenye kile kitabu cha Isaiah 61. Ukiangalia kutoka mstari wa 3, anaongea juu ya watu ambao wanaohuzunika na wako Zayuni, wanaoomboleza na wako Zayuni. Anasema watu wale wanaoomboleza na wako Zayuni, wale ambao wamepakwa majivu, nitawapatia. Nasema ya kwamba nitawapatia oil of gladness. Nitawapatia mafuta ya furaha, mafuta ya kuinuka, mafuta ya kujengeka, mafuta ya kufurahia maisha haya. Wale wamewekwa majivu, aibu, nitawaondolea aibu. Ndivyo anavyosema. Wale ambao wanaomboleza, nitawapatia nguo ya furaha. Yaani mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa. Tofauti na ya wanadamu. Mwanadamu ataona ya kwamba hauwezi. Mungu atakuita shujaa. Mwanadamu ataona ya kwamba mimi ni kitu bure. Mungu anasema mimi ni kiumbe tofauti kabisa. Mungu mawazo yake sio kama ya mwanadamu. Angalia huyo mtoto umemzaa. Mawazo ya Mungu ni kuinua huyo mtoto. Mawazo ya Mungu ni kujenga huyo mtoto. Mawazo ya Mungu ni kupanua huyo mtoto. Hata yule ameshikwa na bangi, hata huyo ako jela, yule alifanya kosa akaigizwa jela, mawazo ya Mungu ni safi juu yake. Yusufu alikuwa jela, alikuwa amewekwa jela. Mawazo ya Mungu haikuwa aoze kule jela. Mawazo ya Mungu ilikuwa awe prime minister, second in rank in a foreign land, that is Egypt. Hiyo ndio ilikuwa mawazo ya Mungu, na mawazo ya Mungu ilitimia. Maana ahadi zake ni ndio na amina. Naomba itimie kwako. Mawazo ya Mungu itimie. Umepelekwa na mawazo ya mwanadamu vibaya.
Mawazo wa mwanadamu vile wanakufikiria vibaya. Na kueleza mawazo ya Mungu ni kukujenga, ni kukubariki, ni kukuinua, ni kukupanua. Mawazo ya Mungu in Jesus name. Mungu aweze kukubariki. Neema na baraka za Bwana zikawe juu yako. Baba, katika jina la Yesu ninaombea watu wako. Wengine Bwana wamesubuka katika maisha haya. Wengine hata hawajui mawazo yako juu yao. Wengine wametafuta kazi wamekosa. Wengine Bwana wameingia kwa madawa ya kulevya. Wengine wameingia kwa ukahaba. Wengine Mungu wameingia kwa pombe. Ninakusihi Mfalme, maana ninajua mawazo yako ni safi juu ya maisha yao. Tengeneza njia. Fungua waliofungwa katika jina la Yesu Kristo. Waliofanywa uchawi na uganga, Bwana badilisha mawazo sasa. Waone mawazo yako. Fungua watu wako kwa uchawi na uganga katika jina la Yesu Kristo. Watoto ambao wamerushiwa magonjwa, waponye katika jina la Yesu. Uwezo na baraka zako Bwana juu ya maisha yao in Jesus name. Mungu akakubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako in Jesus name. Kumbuka ya kwamba hili neno linakuja kwako kutoka kanisa na madhabahu ya CFF Kiambu, CFF Kiambu Town. Mungu akakubariki. Neema na baraka za Bwana zikawe juu ya maisha yako. Mawazo ya Bwana, mawazo ya Bwana. Natangaza mawazo ya Bwana mama, mawazo ya Bwana juu yako. Hata kama wamekupatia talaka, wamekudivorce, mawazo ya Bwana ni safi juu yako. Mzee, hata kama umekufiwa na mke, mawazo ya Bwana ni safi juu yako. Kijana, hata kama umeanguka mtihani, umeshindwa kumaliza university, nasema mawazo ya Bwana, mawazo ya Mungu ni safi juu yako. Mawazo ya Mungu ni safi juu yako. Mawazo ya Mungu lazima yatimie juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Nataka niombee watu wale wote ambao unasema pesa huwa haikusaidii. Unasema pesa haikusaidii. Utajiri wako ulikuwa mwingi ukarudi nyuma, ukaletwa chini. Mawazo ya Mungu ni kukulipishia. It is to restore. Hata kile ambacho kilipotea, hata ile miaka ulipoteza. Mawazo ya Mungu, wakati naposoma Bible ninaona mawazo ya Mungu ni pana sana kwetu kama wanadamu. It is to restore even the years that you wasted. It is to restore even the years, miaka uliyopoteza. Vitu zako zote, hata zile ambazo ziliharibiwa. Utajiri wako, mawazo ya Mungu ni kukurejeshea. Hautaenda kaburini kabla haujapata mawazo ya Mungu katika jina la Yesu. Wale unasema pesa haikusaidii, nataka ianze kukusaidia. Nataka ishike mikono. Lakini mwanzo lipa fungu la 10. Jitolee sadaka yako. Bora usiseme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Bora usiseme fungu la 10 lako ni kubwa ama ni kidogo. Omba ikubalike mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, katika jina la Yesu, naombea watu wako wanapoendelea kujitolea zaka na sadaka zao. Wafanikishe katika jina la Yesu. Neema na baraka za Bwana juu ya maisha yako. In the mighty name of Jesus Christ. May God give you the ability and power to make wealth as you continue to pay your 10% and to give your offerings in the mighty name of Jesus. Kuna nambari ambayo nimekuwekea mahali pale kwa runinga yako, M-Pesa namba ambayo tunayoitumia 0721643538. Nairudia tena 0721643538. Till number ambayo tunaitumia siku hii ya leo 55979. Nairudia tena 55979. Hiyo ni till number. Enda kwa buy goods and services, jitolee sadaka zako, fungu lako la 10. Mungu akakukumbuke. Wengine tutaombea kwa majina yao. Neema na baraka za Bwana zikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Naongea juu ya mawazo ya Mungu. Wengine labda umekaa pale nyumbani, umeona ni kana kwamba watu wanakushukia, watu hawakupendi. Spirit of rejection, spirit of hatred imeingia
umebakia na self pity, umekaa pale nyumbani pasipo kujua ya kwamba upendo wa Mungu hauna kipimo juu yako. Upendo wa Mungu ni mkuu sana juu yako. Usijitoe uhai dada. My brother, do not commit suicide. Upendo wa Mungu ni mwingi sana juu yako. Mwanadamu anaweza akakureject, lakini Mungu akukubali. Uwe na favor juu ya Mungu. Uwe na acceptance katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia siku hii ya leo, anza kuona mawazo ya Mungu. Imeandikwa, for God so loved the world. Ananipenda sana, anakupenda sana. Ndio alituma Yesu Kristo mwana wake wa pekee afe msalabani kwa ajili yetu. Wewe ambaye haujiokoka, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku hii ya leo, mimi ni kiumbe kipya katika Yesu Kristo. Amen. God bless you so much. Inuka sasa, Mungu anakupenda. Vile tu ulivyoingia katika nyumba ya Bwana, kuja umtumikie Bwana. Wengine uli backslide, maana uliona watu they don't care about your life. Lakini tazama mawazo ya Mungu. Amekubeba mpaka siku ya leo, amekuwezesha mpaka siku ya leo. Mrudie Bwana. Ulikuwa mzee wa kanisa, chukua mawazo ya Mungu, acha mawazo ya mwanadamu. Mawazo ya mwanadamu imejaa evil imagination. Mawazo ya mwanadamu imejaa wickedness. Mawazo ya mwanadamu imejaa hatred. Chukua mawazo ya Mungu, ni safi juu yako, ni safi juu ya familia yako. Ingia katika hekalu la Bwana, tumikia Bwana kwa praise team, tumikia Bwana kwa usafi. Toa mali zako, nunulia kanisa kiti kimoja, viti 2. Tumika kwa nyumba ya Bwana. Mawazo ya Mungu ni safi juu yako katika jina la Yesu Kristo. Watu huwa wanauliza, ninaombea watu lini? Ninaombea watu Monday, kuwekea watu mikono, kuwapaka mafuta, kuombea wagonjwa, wale ambao wanapitia katika laana tofauti, waliwekewa maneno, watu wale wote wanasumbuka, ninawaombea saa 4. Bora mtu awe amefika hapa kanisani saa 4. Beba wengine ambao mko na wagonjwa hospitalini, bebeni vitambaa ama nguo zao, tunaziobea, wanapelekewa, wanapona katika jina la Yesu. Maana Mungu amepatiana kipawa na kuombea katika jina la Yesu. Wale ambao unasikia ndani yako, lazima uingie CFF Kiambu Town Monday saa 4, ndio huwa ninaombea watu wagonjwa. Hiyo ni miracles and deliverance, healing and deliverance. Igia mahali pale na Mungu akubariki. Tuko Kiambu Town. We are located right opposite poster behind KK Towers. We are in a mega tent. God bless you. Wakati wa jioni watu wakitokea kazi Monday, ni ibada ya mafuta kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku. Na Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako in the mighty name of Jesus. Walio wagonjwa, I want to pray divine healing today. Nimesikia maushuhuda tofauti na mengine makubwa sana, vile watu wamepona kupitia programu hii. Nataka uguze mahali ambapo kuna uma, mahali ambapo kuna magonjwa. Maana leo hii ninaona kuna mzee ambao Mungu anakuponya, urinary bladder, kibofu cha mkojo. Mungu anakuponya katika jina la Yesu Kristo. Ninaona mama ambao umesumbuka na uti wako wa mgongo. God is healing you today in the mighty name of Jesus. Magonjwa yote nitakayoyataja, hata yale ambayo sitayataja, Mungu ayaponye. Divine healing katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaondoa roho ya kifafa, ni pepo ninaikemea, iondoke kusumbua mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa uwezo wa Bwana divine healing. Wewe mama uliye na fibroids, zikauke katika jina la Yesu. Vinonda za kila aina, vinonda za tumbo, ulcers, zikauke katika jina la Yesu. Wale wote ambao wamegojeka figo, Mungu akawapatie figo mpya. No more dialysis in the mighty name of Jesus. Wale wamegojeka TB, wamegojeka asthma na pneumonia, Mungu akaponye mapavu, Mungu akaponye ini lako, Mungu akaponye moyo wako. Wewe ambaye ni mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo natangaza roho ya meningitis
iondoke kwako katika jina la Yesu. Depression iondoke, loss of memory iondoke katika jina la Yesu. Dementia ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliambiwa utapata watoto, nafungua tumbo lako kupata watoto sasa katika jina la Yesu Kristo. Wale waliovunjika mifupa yao kwa maajali, ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akakuponye in the mighty name of Jesus Christ. Wale wamegojeka kansa ya matiti, kansa ya ulimi, kansa ya koo, wale wamegojeka leukemia, kansa ya damu, kansa ya mifupa, Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. HIV and AIDS, nakemea virusi viondoke kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Wale wamegojeka allergies za kila aina, Mungu akakuponye katika jina la Yesu. Maufimbe yote yayeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Na ninakemea hiyo ugonjwa ya gozi katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea wewe ambao umegojeka hypertension, high blood pressure na low blood pressure, may God heal you today in the mighty name of Jesus. I declare divine healing, divine healing. I declare divine healing in the mighty name of Jesus. Kwa uwezo na kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu akakubariki. Inuka sasa. Wewe umenitazama ukiwa kitandani mwa hospitali, kuna tumaini. Inuka sasa katika jina la Yesu. Mungu amekuponya in Jesus mighty name. Naombea wale wote wanaojitolea sadaka zao. M-Pesa namba nimekuwekea mahali pale, bora usiseme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Fungu lako la 10. Wewe wale ambao wanasimamia watoto wao, wewe unasimamia your firstborn, wewe unasimamia biashara yako, wewe unajisimamia mwenyewe, unajitolea zaka, sadaka zako, na bali nimekuwekea kwa runinga yako. M-Pesa namba ni 0721643538. Nayo till number buy goods and services ni 559.79. Narudia tena 559.79. May God bless you unapoendelea kujitolea. Baba, katika jina la Yesu nimeombea watu wako wanapojitolea sadaka zao, wafanikishe, wabariki kazi ya mikono yao, bariki watoto wao. Ninaomba ya kwamba Bwana, inua watu wako kifedha katika jina la Yesu Kristo, wale wote wanaojitolea. In Jesus mighty name tumeomba na kuamini. Mungu akakubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Vita za maisha haya kufanikisha watu katika jina la Yesu Kristo. Mungu aweze kuwabariki. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mimi ambaye nimekuwa pamoja nawe, kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama kanisa la CFF Kiambu Town. Mungu akubariki. Neema na baraka za Bwana zikawe juu ya maisha yako. Ukaelewe mawazo ya Mungu. Shalom, shalom.